Tukaja tukaonana, tukawa familia, naenda nyumbani kuonana pale. Nimesemeje? Wakati hao wanakwenda India kwa ajili ya matibabu, labda ilikuwaje kwa upande wako? Wakati anasafiri mimi nilikuwa Mwanza. Lakini nilikuwa nawasiliana naye japo sio sana, ila tulikuwa tunawasiliana mpaka anavyosafiri, mpaka anavyofika, na hata jana amenipigia video call naongea naye. Ilikuwaje jana katika kupigia video call na ulivyokuwa ukiongea naye na jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona, hali yake ilikuwaje? Jana niliona post global anaojiwa, nikawa nimempigia simu, nimemtumia message WhatsApp akanipigia. Nilivyoongea naye alikuwa amesema, namwambia umependeza, umekuwa mzuri. Tukazungumza akaniambia mimi naweza nikaja kesho, ambao ndo kesho anakuja kesho, ila usimwambie mtu utakuja kunipokea. Nikamwambia ndio. Akaniambia nikija basi, kwa sababu sasa hivi alikuwa anataka sema akipata nafuu afungue hoteli, alikuwa na biashara hiyo nyuma. Sema nikirudi nitafungua biashara yangu alafu tutakwambia uje tukae wote. Akaambia hamna neno. Tumeongea kama dakika 8, lakini sasa alikuwa hawezi kuniangalia usoni. Anaongea, baadaye nikaona kama hana nguvu vizuri, nikamwambia basi pumzika tuongea baadaye. Akaniambia sawa. Kwa hiyo jinsi ambavyo mlikuwa mkiongea na hali ambayo ulikuwa unamuona, ulimhisi kama hana nguvu na kumruhusu apumzike. Ukumuuliza labda nini kinamsumbua wakati huo? Yeye alisema anajisikia vizuri, lakini sasa unajua hawa huwa yani kwa kawaida yake huwa ni mtu ambaye huwa hapendi kumkatisha mtu tamaa. Kwa sababu namshukuru Mungu katoka naanza kuugua mpaka hivi nimeshawahi kushiriki pia kumuuguza alipokuwa Mwanza. Ni mtu ambaye anaweza akawa na maumivu lakini akawa anaonesha ujasiri, yani ni mtu wa hivyo. Ni ngumu sana kujua kama hawa yani ipo kwenye situation gani mpaka akuruhusu ujue. Kwa hiyo nilikuwa namuona kabisa, namuona kama ana maumivu, lakini akaniambia nimechoka. Nikamwambia basi pumzika. Akaniambia sawa. Kwa hiyo sikuongea naye tena. Okay. Wakati mnaongea mara kwa mara, huwa anakuambia nini kuhusiana na matibabu yake aliyokuwa akitibiwa huko India? Niliongea naye before hajafanya operation. Baada ya kufanya operation sikuongea naye tena, ila nilikuwa na chat naye na nimeongea naye jana. Na alikuwa anasemaje kuhusiana na matibabu ambayo alikuwa ameyapata huko? Sema anaendelea vizuri, na mimi nilikuwa naona kule anaendelea vizuri kwa sababu alikuwa akipostiwa, namuona kabisa anaendelea vizuri. Tunakumbuka kuna kipindi akawa ameshare picha akiwa na daktari wake baada ya kufanywa operation kwa siku kadhaa na hali ilikuwa kiendelea nayo. Wewe ulivyoiona ile picha ulikuwa una comment gani juu yake? Mimi nilimuona yuko sawa kwa sababu yani ndio yuko hivyo. Anaweza akafanyia operation sasa hivi, labda baada ya siku 3 akaweza kufanya mazoezi mwenyewe. Yani alikuwa ni mtu wa hivyo. Sababu nimesha kaa naye akiwa katika maumivu, na sidhani kama hata kwa jana ilikuwa ni sawa na nyuma. Sababu hawa nimekuwa naye katika vipindi tofauti vya maradhi yake. Naelewa. Kwa hiyo nilikuwa naona tu ni hali yake ya kwamba ni jasiri yani. Lakini alikuwa anaonesha kabisa kwamba yupo katika maumivu. Kwa jana nilipokuwa naongea naye, lakini alikuwa strong. Ni kitu gani ambacho amekuachia unahisi utaishi nacho, kwa maana ya tabia, maisha ambayo mnaishi pamoja, urafiki, kujuana kwenu tangia uanze kumdm na kutengeneza undugu ambao ni zaidi ya urafiki? Yani toka nimejuana na Hawa tujai kugombana. Hawa ana upendo sana. Ni mtu ambaye hata akiwa kitandani, ukiwa labda una shida anaweza akakusaidia na anaumwa. Anapenda kuwapikia watu, anapenda kuongea na kila mtu. Sidhani kama nitakuja kupata mtu kama yeye kwenye maisha yangu. Ni kitu gani ambacho unahisi ni siri kubwa mlizungumza unatamani leo ushare na sisi kwenye maisha yenu na urafiki wenu na undugu mlioujenga baada ya kutumiana SMS kwenye DM? Aliniambia anatamani kusafiri na mimi, yani twende nchi za nje. Aliniambia hata message ninayo kwenye simu yangu. Aliniambia natamani sana siku nikipona tutasafiri.
Lakini pia mara ya mwisho alikuwa ananisisi, ananiambia Amia Shade, uje tufanye biashara, usikae huko, uje tufanye biashara, tufanye, yani tulikuwa tunaongea vitu vingi sana. Vitu vingi sana. Pole sana. Asante. Pole.